Idi Amin Dada Oume wa Uganda ni Mwafrika pekee aliyebebwa kichwani na wazungu kama wao walivyotufanyia enzi za utumwa. Dunia ikashangaa, Afrika ikaduaa, Waganda wakashangilia wasijue baada wenzao ni wao. Kweli, alipomaliza wageni alihamia kwa Waganda waliofikiri tofauti na yeye. Adhabu ilikuwa kupigana nyundo kichwani wao kwa wao, na wa mwisho alimaliziwa na agents wa Amini. Halafu akaenda kuua na Kagera. Kule alimuua mpaka mkuu wa polisi mkoa wa Kagera, SP Hans Pop. Nyerere akatangaza vita na Amini, akamtwanga mpaka kukimbia nchi. Kamanda Msuya, kijana wa Nyerere, akaitawala Uganda kwa siku 3. Historia ikaandikwa. Idi Amini alizaliwa kati ya mwaka 1923 mpaka mwaka 1928. Hakuwa na elimu kubwa, alishia la 4 tu, lakini muziki wake haukuwa wa kitoto. Ni mtu alikuwa na kasi kubwa katika maamuzi yake. Hata shule aliona ni michosho tu, akaishiti na kwenda mtaani kupiga kazi za wanaume, yani vibarua. Mwaka 1946 akala shavu la upishi kwenye jeshi la mkoloni, yani King's African Rifles KA. Akiwa kazini, wakoloni waliona hii ni mashine hii, wakaingiza jeshini kwenda kupigana vita ya pili ya dunia. Akiwa jeshini, Amini aling'ara katika michezo mbalimbali kama vile kuogelea na boxing. Aliwahi kuwa bingwa wa ndondi wa uzito wa juu nchini Uganda mwaka 1960 mpaka mwaka 1961. Mwaka 1959 Amini alipata cheo cha warrant officer, cheo kikubwa kabisa kwa Mwafrika katika jeshi la mkoloni. Mwaka 1961 akapanda tena na kuwa lieutenant. Baada ya uhuru wa Uganda mwaka 1962 Amini alipanda cheo na kuwa captain, na mwaka 1963 kuwa meja. Kutokana na utendaji kazi wake uliotukuka, Amini alipanda hadi kuwa commander of the army. Hapo ndipo akaanza kuharibu. Akaingiza vijana wa kabila lake jeshini, akawa na matumizi mabaya ya fedha jeshini na ujana mwingine mwingi sana. Mwaka 1969 akafanya jaribio la kumuua Rais Obote. Uchunguzi ukafanywa, kura zikamwangukia Amini. Ripoti hiyo ilitakiwa isomwe tarehe 25 mwaka 1970 mbele ya Rais Obote ili Amini ashughulikiwe. Usiku likapigwa tukio la kufa mtu. Mnadhimu mkuu wa jeshi la Uganda, Brigadier Pierre Okoya, aliuawa na ripoti haikusomwa. Nani alimuua sijui. Obote akaunda tume kuchunguza mauaji ya brigadier wake. Pia akaagiza kuwa akirudi toka Singapore apate ripoti ya matumizi mabaya ya fedha kwenye ofisi ya Amini. Wakati huo Amini amepokonywa madaraka yake. Obote alimteua Brigadier Mohamed Hussein kuwa mkuu wa utawala jeshini na Kanali Tito Okello kuwa mkuu wa kambi ya Mbarara. Amini akaachwa kama desk officer, yani afisa wa juu asiye na fungu. Amini akawa hana jinsi zaidi ya kufanya maamuzi magumu kabla mzee hajatoka nje. Januari 25 mwaka 1971 saa 1 kamili asubuhi akampindua Obote. Darasa la 4 akaenda Ikulu. Dokta akaenda uhamishoni Tanzania. Huyo ndio Amini, Field Marshal mwenye kasi kubwa katika maamuzi. Bila kupoteza muda, Amini akajitangazia kuwa rais wa Uganda na amiri jeshi mkuu, na kuunda kitengo maalum cha kutesa na kuua adui zake. Alikiita SRB, yani State Research Bureau. Wakati huo akifanya kazi kwa karibu sana na binamu yake Brigadier Isaac Maliamungu. Maliamungu aliaminika sana katika kuwashughulikia waliomsumbua Amini. Aliua mpaka maafisa wa jeshi. Kila mtu alimuogopa huyu bwana ambaye hakusoma hata darasa la kwanza. Kichaa alipewa rungu bwana. Akiwa uhamishoni, Dr. Obote kwa kushirikiana na wakimbizi 20,000 kutoka Uganda walifanya jaribio la kumpindua Amini, lakini likafeli. Moto uliotoka kwa Amini ulikuwa pata shika nguo kutoboka, na hisi mpaka shetani kuzimu alicheka. Aliwaua kikatili wanajeshi wengi hasa wa kabila la Obote. Aliitisha mkutano na wanajeshi wa anga, wote waliokwenda aliwaua. Waliobaki walikimbilia Tanzania. Sio wanajeshi tu, kila alihisiwa kumuunga mkono Obote alikula chuma. Miili mingi ilielea mto Naili. Nchi kavuja damu. Maisha yakawa useless nchini Uganda.
Askofu mkuu wa kanisa la Uganda, Janani Luwum, akamwandikia barua Idi Amin kupinga unyama na ufanya nchini. Askofu alikamatwa, akajumuishwa na mawaziri wengine wawili, wakatangazwa hadharani kuwa ni wasaliti, wakazawadiwa kifo. Askofu alipigwa risasi ya mdomoni na kifuani akafa. Radio Uganda ikatangaza askofu amekufa kwa ajili ya usaliti. Kanisa likaomboleza. Askofu akazikwa, akaacha mke na watoto 9 wakilia kumpoteza baba yao. Brigadier Isaac akajisifu kwa kuua. Alimuua pia Erinayo Wilson Oriema, IGP wa kwanza wa Uganda. Miaka 8 yote ya utawala wa Amini, Isaac alifanya kazi ya kuua tu. Mwaka 1972 alimkata Francis Walugembe, meya wa Masaka, vipande tena hadharani, watu wakashuhudia kama Simba na Yanga. Lakini pia alimuua Kung Karumba, mfanya biashara maarufu kwa sababu alikwenda kumdai mke wa Isaac aliyeletewa belo la nguo akagoma kulipa. Yaani mtu unakufa kwa kudai chako. Huyu mama naye alikuwa jambazi tu. Baada ya Amini kupinduliwa, Isaac alikimbilia Kongo DR na baadaye alikufa kwa sumu huko Sudani mwaka 1984. Mtu anaua kikatili namna hii, halafu tunaambiwa dhambi zote ni sawa. Yaani dhambi ya mwizi wa kuku na dhambi ya kumua askofu kwa risasi za mdomoni na kifuani ni sawa. Hii dunia hii, kweli aliyeimba dunia simama nishuke hakukosea. Mwaka 1975 majeshi ya Amini yaliingia Tanzania na kuua watu, akiwemo mkuu wa polisi mkoa wa Kagera, SP Hans Pop, na Amini akatangaza wameua askari wa Kichina wa kukodiwa na Nyerere. Hans Pop, baba yake na Zakaria Hans Pop wa Simba, alikuwa Mtanzania Suriama wa Kijerumani. Amini alitangaza ardhi yetu kuwa ni yake, akashusha bendera ya Tanzania, akapandisha ya Uganda. Watu walikufa Kagera, mali ziliharibiwa vibaya, wanawake walibakwa, watoto wasio na hatia waliuawa kinyama na majeshi ya Amini. Askari wa Amini waliwaua na mwingine alipigwa mpaka mdomo ukamwagika, alisimulia shuhuda mmoja kupitia Radio Tanzania Dar es Salaam. Mwalimu akaona hakuna namna zaidi ya kusitisha ukatili huu. Wakati huo Tanzania ikawa imekaa kimya kabisa, huko simanzi na vilio vikiendelea kutawala kule Kagera. Novemba 2 mwaka 1978, katika ukumbi wa Diamond Jubilee, Nyerere alitoa hotuba fupi lakini kali. Alisema, tunayo kazi moja tu wa Tanzania sasa, ni kumpiga. Uwezo wa kumpiga tunao, sababu ya kumpiga tunayo, na nia ya kumpiga tunayo, na sasa tutampiga. Vijana wa Nyerere wakaingia kazini. Kama ningemkamata dikteta Idi Amin dada, ningemchinja kama mbuzi kafara, alisema Meja Jenerali Msuya, aliyeongoza majeshi ya Tanzania kuingia nchini Uganda wakati wa vita ya Kagera. Kipindi hicho alikuwa luteni wa jeshi. Jenerali Msuya aliudhibiti mji wa Kampala na kumuondoa madarakani Amini, halafu akaitawala Uganda kwa siku 3, akimsubiri aliyetakiwa kuwa rais wa mpito Yusuf Kironde Lule. Lakini sikuondoka Uganda, nikaja kusimamia kuingia madarakani kwa Rais Godfrey Lukongwa Binaisa. Lule alitawala kwa siku 68 tu, alisema Meja Msuya, aliyekufa halafu hakafufuka. Anasema kwa siku 4 alizokufa aliona sehemu 2, motoni na mbinguni, na hakuna hukumu. Ukifa mara moja unakwenda unakostahili. Watanzania tulimchukia Amini kuanzia msingi mpaka sekondari. Huko tulimuimba vibaya kwenye mchaka na kumsoma darasani kama nduli, joka, fascist, shoga, na akifa sisi hatutalia. Tutamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Hapa tulirithi adui wa wazazi wetu, na wakati mzee Jakaya alisema usirithi adui wa mtu. Amini alioa wake 5: Mariam, K. Adroa, Nora, Madina na Sara. Mwaka 1974 alitangaza redioni kuwapa talaka wake zake 3: Mariam, Nora na K kwa wakati mmoja. Ni baada ya kumwona mrembo Nora Kiolabo. Sara alikuwa mnenguaji kwenye bendi ya jeshi. Amini alivutiwa na Sara siku bendi hiyo ilipokuwa ikitumbuiza jeshini. Kama unavyojua wakubwa wakiona bwana, kinachofuata ni utekelezaji tu.
Ukubwa una raha zake bwana, ndio maana watu wanatoana roho kuutafuta. Kesho yake Amini alituma chopa kumchukua mtoto. Mapenzi ya Amini na Sara yakazaliwa akiwa bado binti mbichi kabisa wa miaka 19. Sara alimpiga kibuti jamaa yake na kuungana na danga lenye ramani. Kumbe tayari alikuwa na mimba ya Jesse Gita, mnenguaji mwenzake. Zamani waliolewa wadogo, siku hizi wanachezewa wadogo halafu hawaolewi. Siku ya Christmas mwaka 1974, Sara akajifungua mtoto. Idi Amini akatangaza redioni kwamba mtoto yule ni wake na asisikie kelele. Hiyo inaitwa ukipenda boga, penda na ua lake. Mwaka uliofuatia, yani mwaka 1975, kipindi cha mkutano wa OAU, Amini akafunga ndoa na kipusa chake Sara. Ndoa iligharimu euro milioni 2 na msimamizi wa ndoa alikuwa Yasser Arafat. Amin Field Marshall alikata keki kwa upanga kuonyesha ukakamavu. Hakika ndoa ilikuwa mwake sana. Amini alimpenda sana Sara na alikimbia naye Libya na baadaye Saudi Arabia. Walikuja kutengana mwaka 1982 pale Sara alipokwenda Uingereza na kufungua mgahawa na saluni ya nywele. Alikwenda na mtoto wake wa kiume Faiza Wangita. Sara alifariki mwaka 2015 kwa ugonjwa wa kansa. Tabia ya Amini isiyotabirika ilileta mtafaruku mkubwa wakati wa utawala wake. Alikuwa na hasira za karibu mno, lakini mchangamfu sana. Yani umbali kutoka kwenye uchangamfu mpaka kwenye hasira ulikuwa mfupi mno. Ilikuwa vigumu hata kuchukua tahadhari. Hakuna alijua Amini angeweza kufanya nini ndani ya dakika chache zijazo. Gazeti la Times lilimuita binadamu wa ajabu, mwenye moyo mzuri. Alipenda Waganda wafaidike na rasilimali zao kwa jasho la wengine. Agosti 4 mwaka 1972 aliwafukuza Waasia wa India na Pakistan takriban 60,000 na kuitaifisha biashara zao na kuwapa Waganda. Aliwaruhusu Waganda kuvamia mali zao. Aliyekataa kifo kilimuita. Waasia wakaondoka. Uchumi wa Uganda ukaporomoka. Mlemavu Wandera Maxine alimtukana Amini mbele ya watu kwa sababu ya uchumi kuporomoka. Angalia, hatuna bidhaa madukani, halafu unajiita rais, son of bitch, alitukana Wandera. Bodigadi wa Amini akainua pistol mshuti. Amini akamkataza. Shoot me! Wandera aling'aka. Amini na watu wake wakaondoka zao bila kutia neno. Siku 3 baadaye, Wandera alionekana kwenye gari la jeshi. Sijui ndo alikwenda kupongezwa, sifahamu. Jioni, Radio Uganda ikawatangazia walemavu na wenye shida wote kwenda vituo vya polisi ili wapelekwe Jinja kupewa chakula, ajira na nyumba za bure. Asubuhi iliyofuata, vituo vya polisi Kampala yote vilijaa walemavu. Wakapakizwa kwenye magari ya jeshi kama korosho za Mtwara na kisha kuelekea Jinja. Walipofika Jinja, walibinuliwa kwenye mto Nile na kuwa kitoweo cha mamba. Hakika ulikuwa ni ukatili wa kinyama sana. Kelele za walemavu mjini Kampala zikaisha. Hii inaitwa kuondoa kero kwa kutumia kero. Wakati wa utawala wake Amini alipiga marufuku dini za kilokole nchini kwa sababu yalihusishwa na CIA. Akaruhusu Uanglikana, Ukatoliki na Uislamu tu. Lakini Askofu Casimir Daniel Nyimbirima, maarufu kama Kazimil, waliendelea kusali. Amini akazipata taarifa. Mwaka 1978 wakakamatwa na kutupwa rumande. Walikula mkongoto balaa. Kazimil anasema huko walishuhudia watu wakifa live. Yalikuwa ni machinjio kweli kweli. Kwa muda waliofungwa pale walionajua kipindi wanakwenda kutupa maiti za wafungwa wenzao nje.